Basi nachukua nafasi hii kuwasalimia katika jina la Yesu. Mimi naitwa Askofu Mkuu Daktari Mwangangi, na nimekuwa nikiendeleza mafundisho niliyoyaanzisha jana kuhusu wachungaji na kanisa. Hasa nilikuwa nazungumzia kuhusu kanisa la kichunga cha Mchwa, the Handhill Church. Mwanzo naendelea katika mafundisho kwa Kiswahili, lakini baadaye nitakuja kuiongea kwa lugha ya Kiingereza. Kiswahili sikifahamu vizuri sana, lakini nitaweza kujaribu ili niafikie wachungaji hawa ambao kweli wamesaulika katika ule uchache na udogo wa huduma wanazozifanya, injapokuwa zina jasho. Wanajaribu kuitikia mwito ifaavyo, lakini kwa sababu katika hali ya mapato, katika hali ya kifedha wako chini, hata unakuta ya kwamba watambulikani na makanisa yaliyo makubwa. Na kwa sababu hiyo Mungu amenituma nije niwatie moyo. Enyi wachungaji ambao mnajihisi hamko popote, hamna kanisa, hamna jengo, hamna mahali mnaweza jenga kanisa, mnaishi katika tunyumba ya kukodisha, shule, katika holi za county, popote pale ulipo, katika uchache wenu, 3 washiriki, 10, 15, 20, 50, Mungu amenituma kwa ajili yako mchungaji. Na kwa sababu hiyo nitakuwa na mfululizo wa mafundisho ili niafikie na kutia moyo hao wachungaji kupitia kichwa kinachosema kanisa la kichunga cha Mchwa. Hii ni jumuiya ya makanisa ambayo yametengwa. Hivyo wenu Daktari Mkuu Zacchaeus Mwangangi nitakuwa nikizungumzia kuhusu haya. Mchungaji wewe unayenisikia uweze kunisambazia hii kanda kwa wachungaji wengine ambao wanajihisi wamekandamizwa, watambuliki, ili tuweze kunena pamoja katika jambo hili. Na hivyo jana nilizungumzia ule utangulizi, nikafuatilia sehemu ya kwanza katika ile sura yake ya kwanza, masalio katika uhamisho, na alafu siku hii ya leo nataka na pia nikaongezea kuzungumzia kuhusu sura ya pili, uchovu wa mchungaji usioonekana. Ukitaka utatazama kanda ambao nilitangulia kuweka, na nilirudi pale nikazungumzia sura ya 3 kuhusu Gathi, usalama unaoweza kupoteza hatima. Na tukaona vile Daudi alivyokimbilia Gathi kwa sababu aliona hakuna jambo lingine lingepatikana bora kwake. Na nikaendelea kuzungumza hata sura ya 4 ambayo niliweza kuzungumzia kuhusu kutikisika kuna kosafisha ama matukio ya kitaifa yanayoweza kufichua udhaifu kupitia wachungaji ambao wanatenda mambo ambayo siandamani na mafundisho ya Mungu, kwa kutaka kujitafutia sifa, kwa kutaka kutafuta hela, kwa sababu wanaona hii kama biashara ingine yoyote hile, na hivyo wanaleta mtikisiko mkubwa katika nchi kuhusu makanisa. Na hivyo pia niliona ya kwamba badala ya mchungaji atoroke wakati mambo kama hayo, serikali inaingilia kanisa, inataka kuendeleza kanisa, ni vizuri mchungaji aweze kusimama imara na kujenga kanisa na kuitikia mwito wake Yesu Kristo. Nilienda sura ya 5 jana, pia nikazungumzia kuhusu jinsi mchungaji tunahitaji kwenda kwa Mchwa. Biblia inasema nenda kwa Mchwa uvione njia zake, uwe na hekima. Uliona vile Mchwa ni mdogo na vile unaweza kufanya kazi kwa kuhifadhi chakula, kujenga sehemu za kulea, sehemu za ulinzi,
muundo wa hewa ndani katika kile kichunga, na vivyo hivyo tukaona kanisa linahitaji nguzo tatu. Na hizo nguzo tatu nilizungumza jana kuhusu nguzo ya kiroho, na nikazungumzia kuhusu nguzo ya kiuchumi. Leo nataka niendelee na sehemu yake ya pili, nisungumuzie katika nguzo hiyo ya kiraia, ambayo ndio nguzo la tatu. Kwa hivyo mpendwa, karibu sana, na tafadhali tushirikiane pamoja. Ukiwa na jambo unaweza kuuliza, unaweza ukaniandikia kwa inbox, na tunaweza tukajadiliana zaidi. Nitakuwa nikiendelea na mafundisho mpaka niimalize, alafu niirudie kwa lugha ya Kiswahili. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunapoendelea na neno hili siku ya leo, ninaomba msaada wako wa Roho Mtakatifu ili ukaweze kuwafikia wachungaji ambao wako na mwito na wamejitolea katika hali na mali kuhakikisha kwamba wamefanya kazi uliowaitia. Nena nasi ili tuweze Bwana kuchukua kitu kipya kutoka kwako Mungu cha kututia nguvu na kuweza kusonga mbele. Hii ni jumuiya ambao tunaona ya makanisa imeachiliwa, imedharaulika sana, haitambuliki. Hata wakati watu wanapotajwa katika nchi hii wanaohudumu na kufanya kazi yako hawahesabiki, lakini Mungu ni wewe uliyewaita. Naomba unene nasi wakati huu kwa ufupi, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Kwa hivyo karibu sana mpendwa katika nguzo hili la tatu la kiraia. Kanisa si adui wa serikali, ingawaje mambo inatokea kama ilivyotokea juzi na Bwana Mackenzie kule Malindi, lakini likaingiza uoga mkubwa katika nchi ya Kenya, na ikaleta matatizo na uoga kwa ajili ya wachungaji ambao ni wadogo kuonekana. Sasa ingawaje wamekuwa watambuliki, wataendelea kufurugwa zaidi na kuondolewa katika orodha ya kiutumishi. Lakini wapendwa, nataka mjue ya kwamba mliitwa na Mungu, na Mungu ndiye aliyewapa nafasi hiyo, na Mungu walio wa watatu wawili ndiye Mungu wa maelfu. Kwa hivyo twajitokeza kabisa, na nawatia moyo kufanya hii kazi kabisa. Kwa hivyo serikali kanisa si adui ya serikali. Kanisa linapaswa kusajiliwa kisheria, uhakikisha kwamba mchungaji kanisa lako limesajiliwa kisheria, na ikiwa hujawahi sajiliwa kisheria, ni vizuri ujiunge na dhehebu ambao kanisa ambao limeweza kusajiliwa kisheria na inatambulikana na serikali, ili uepuke mambo kama haya wakati serikali inataka kulainisha upande huu wa makanisa. Jambo lile lingine, uweze kuwa na kumbukumbu sahihi ya mipangilio ya kazi yako ile ambayo unayoifanya, na uweze kulinda hali ya watoto waliokaa pamoja nawe kama sehemu ya kanisa lako, na uwe wazi na katika uwajibikaji wako katika ile huduma. Ukosefu wa maarifa pia ulete uharibifu sana. Ni vizuri usome neno la Mungu, ufundishwe, upitie katika theological school, Bible school, seminary, ili uweze kuwa equipped, uweze kupewa zile silaha katika kutumia ama kuelewa neno la Mungu vizuri, ili uweze kufanya kazi ya Mungu bila tashwishi yoyote. Maarifa, mtumishi wa Mungu, uleta ulinzi. Kwa hivyo unapofundishwa unaweza kuwa na maarifa, na yale maarifa yataweza kukulinda wewe na ile kazi Mungu ambayo ameweza kukupatia. Katika sehemu yetu ya tatu, kuna maono ya miaka 5 ambayo nataka kuileta ili mchungaji uweze kujipanga vizuri katika kazi hii na katika kusonga. Mwaka wa kwanza katika maono haya ni kule kuwa na uimarishaji, kuweza kujiimarisha katika ile mipangilio, kujipanga utaanza wapi,
utaenda wapi na utafanya kwa mbinu gani na jinsi gani. Mwaka wa pili ni ujenzi wa kiuchumi. Uangalie mpendwa, unapofanya kazi ya Mungu usitegemee tu sadaka ambayo inatoka kanisani, kwa sababu washiriki pia tunaona wakati uchumi ni mgumu katika nchi, pia washiriki wanakosa sadaka, na wakija pale wengine hawatoi hata fungu. Mchungaji utaweza kuumia sana na utateseka sana, na ile kazi ya Mungu itaumia sana. Na wakati unatazamia kitu kabisa mpendwa, wakati huo ndio akitokani. Ni vizuri kama vile Paulo alivyofanya kazi na mikono yake, ufanye kazi na mikono yako. Angalau uwe mahali ambapo unaweza kujipatia chakula, unaweza kusomesha watoto na kufanya mambo mengine. Mungu atakuja ndio kuimarisha kazi yako aliyokupa, lakini hii kazi huchukua muda mpendwa, na inahitaji pia na wewe uinvest katika hiyo kazi ya Mungu. Na ikiwa una chochote au ufanyi kazi, utainvest nini? Unangojea tu kile kitakuja ndio upate chakula. Mwaka wa tatu ni vizuri upate mafunzo ya uongozi. Hii ni maono ya mtumishi ambao nasikia mwito na anataka kuitikia ule mwito na hataki kukosea, mpaka awe na maono ya miaka 5. Jipange vizuri. Tumeona mwaka wa kwanza ujiimarishe vizuri katika ule mwito. Mwaka wa pili ujiestablish kifinance, kiuchumi, na mwaka wa tatu upate mafunzo ya ule uongozi. Hakuna mwajiri dunia hii ataweza kukuajiri umwangalilie pesa ikiwa hujasomea pesa, na pesa ni pesa. Sasa kama ni kazi ya Mungu kama hii, utawezaje kuangalia kondoo na kufundisha watu wa Mungu na kuwaongoza kama haujaimarishwa kiuongozi, haujafundishwa? Na mwaka wa 4 upate kuwa na uaminifu wa umma. Uaminifu wa umma inahitajika uwe mtu mwaminifu katika nyanja zote, nyanza za kihuduma, nyanza za katikati, kuwa na watu wengine. Uaminifu ni kitu muhimu sana, kwa sababu Yesu tunaona vile alivyokuwa. Biblia inasema alikuwa akiwa anapendeza mbele ya Mungu na mbele ya watu. Wewe lazima mpendwa ukubalike kwanza na watu wa kila aina, ndipo uweze kuwafikia kupitia neno la Mungu. Na jambo lile la mwaka wa 5 ni kule ushakuwa na ushawishi na ueledefu. Mungu atakuwa amekukomaza katika hili jambo, na wewe utaweza kuwa na ushawishi, na bila shaka Mungu anaweza kuonua. Hii ni maono tu natoa ya miaka 5 kwa mtumishi ambayo anajihisi ya kwamba angetaka kufanya hii kazi vile inavyostahili. Na kwa hatua, tabaka kwa tabaka, kama mchwa, lazima mpendwa, kanisa lililotengwa si kanisa lililoshindwa. Nataka uelewe hivyo. Kama unaona vile umekuwa umetengwa, vile unaona utambuliki, vile wachungaji wanapohesabiwa uhesabiwi, listi zinapowasilishwa popote pale za wachungaji umeachwa nje au utambuliki, nataka ukajua ya kwamba hata ingawaje wajiona umetengwa, haujashindwa kabisa. Ni kanisa ambalo unaostahili kujua ya kwamba inastahili ijengwe pole pole. Kwa hivyo uwe mvumilivu katika hili jambo. Kama Daudi, kutoka pangoni hadi kukatilia kiti cha enzi haikuwa leo na kesho, ilimchukua muda mrefu. Tunaona vile Mungu alimchagua na akamuita kitambo, hata akiwa mchunga wa kondoo kule msituni. Na kutoka kule alipata mambo mengi, pingamizi nyingi, maisha yake ikawa hatarini, hata akawa mkimbizi, akataka awe hata guard wa mfalme wa nchi ambayo ilikuwa imeasi Mungu. Kwa hivyo haya yote ni mapito, na bila shaka mwito wa Mungu utakuja kuwa established katika maisha yako. Na kama mchwa kutoka udongoni hadi chunguo dhabiti, ni vizuri ujue ya kwamba pole pole vile mchwa unavyojenga kile kichunga chake, bila shaka mpaka kinakuja kuonekana kilele chake, bila shaka Mungu atakuinua. Msimu wa kujenga
kanisa la Mungu umefika mpendwa. Ni maombi yangu uweze kujitolea na kujua ya kwamba Mungu ako pamoja nawe. Nataka tujue vizuri na tuelewe ya kwamba Yesu Kristo akasema yeye ndiye mwenye kanisa na naye ijenga mwenyewe, na milango ya kuzimu haitaiweza. Kwa hivyo bila shaka si kazi yako unafanya, ni kazi ya mwenyewe, na uwezi ukaipenda sana kushinda yeye alivyoipenda mpaka akaenda msalabani na akafa. Kwa hivyo alikufa usikufe.